Tuondoke Kisumu sasa tuingie kwenye kaunti ya Nakuru, eneo la Naivasha. Ni kwamba wakazi wa mtaa wa Kasarani huko Naivasha wanalalamikia ongezeko la visa vya utovu wa kiusalama, huku wakilaumu polisi kwa kutochukua hatua. Hii ni baada ya mtu mmoja kuuliwa zaidi ya wiki moja iliyopita na wengine wakivamiwa kwa rungu usiku wa kuamkia leo. Anavyoarifu mwanahabari wetu Ruth Sarmoei ni kwamba wakazi hawa wanadai kwamba uhalifu huo unatekelezwa na watu wanaojulikana kijijini eneo hilo. Ni zaidi ya wiki moja tangu kifo cha Ali Bala kutukia baada ya kupigwa kisu na jirani yake kufuatia madai ya mzozo kati yao. Pale mwenye hako ni baba yetu. Nyumbani kwa marehemu Ali, wingu la simanzi limetanda siku 10 baada ya kifo chake, hali hii ikichochewa na kile familia inasema ni kukosekana kuchukuliwa kwa hatua na polisi. Usiku wa Januari tarehe 30, Ali anadaiwa kujibizana na jirani huyo katika kituo hiki cha biashara kabla ya jirani huyo kumdunga kisu mara 10 ilivyoonyesha ripoti ya upasuaji. Ndugu yangu alikuwa mlevi, akamuuliza unatakaje. Sasa huyo pala mwenye baa akawafukuza nje. Akawafukuza nje ndio Peter alikuwa na kisu, akaanza kumdunga kisu hapo hivyo. Akampiga kisu 10, watu wakiona tu. Licha ya kuripoti kisa hicho katika kituo cha polisi cha Kasarani, familia yake inaeleza kwamba hakuna hatua iliyochukuliwa, ila maafisa wa polisi kutoa ulinzi kwa makazi ambayo mshukiwa alikuwa anasimamia. Haya maskari wenye ambayo walikuja hapa ni stock left. Na hawa stock left hawakukuja kutulinda ama kutufariji. Walikuja kuchunga ploti ya wenyewe. Jacob Nyagwara ni mwathiriwa wa hivi punde baada ya kuvamiwa Jumapili usiku. Sasa walikuwa wanakimbizana kutoka sehemu ile, wakanipata hapa nje ndio akanikonga hivi. Agnes Kerubo pia ana simulizi sawia za wale wengine. Hati anataka kuninunua mimi nikamwambia sitaki uchinga, mimi nimerudi kulala. Akapiga mlango teke, akaingia kwa nyumba, akaanza kunigonga ngumi na mateke. Wakazi hawa wanaeleza hofu walionayo kutokana na visa hivi ambavyo vimekithiri mtaa huo wa mabanda bila hatua yoyote kuchukuliwa. Anahofia juu mbele nilikuwa nafunga late, lakini kwa sasa hivi nafunganga mapema sana. Kulingana na kamanda wa polisi wa Naivasha Wilson Sigei, uchunguzi wa kifo cha Ali unaendelea chini ya maafisa wa DCI. Ruth Sarmoei, NTV.